Mlango wa sita. Ikawa katika mwaka wa 480 baada ya kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri, katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake Sulemani juu ya Israeli, katika mwezi wa Zivu, ndio mwezi wa pili, akaanza kuijenga nyumba ya Bwana. Nayo nyumba hiyo mfalme Sulemani aliyomjengea Bwana, urefu wake ulikuwa mikono 60 na upana wake 20 na kwenda juu kwake mikono 30. Na ukumbi mbele ya hekalu la nyumba, urefu wake ulikuwa mikono 20 kadiri ya upana wa nyumba, na upana wake mikono 10 mbele ya nyumba. Akaifanyia nyumba madirisha ya miangaza yenye kimia. Nao ukuta wa nyumba akauzungushia vyumba kushikamana na kuta za nyumba kote kote, za hekalu na za chumba cha ndani. Akafanya vyumba vya mbavuni pande zote. Chumba cha chini kilikuwa mikono 5 upana wake, na chumba cha katikati kilikuwa mikono 6 upana wake, na chumba cha tatu kilikuwa mikono 7 upana wake. Kwa kuwa upande wa nje akaupunguza ukuta wa nyumba pande zote, ili boriti zisishikamane kutani mwa nyumba. Na nyumba ilipokuwa ikijengwa, ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni, wala nyundo wala shoka wala chombo cha chuma chochote sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Mlango wa vyumba vya chini ulikuwapo upande wa kuume wa nyumba. Mtu hupanda madaraja kuzunguka mpaka vyumba vya katikati, na kutoka vile vya katikati mpaka vile vya tatu. Basi ndivyo alivyoijenga nyumba, akaimaliza. Akaifunika nyumba kwa boriti na mbao za mwerezi. Akavijenga vyumba mbavuni mwa nyumba yote, kwenda juu kwake kila kimoja kilikuwa mikono 5, vikaitegemea nyumba kwa boriti za mwerezi. Neno la Bwana likamjia Sulemani kusema, katika habari ya nyumba hii unayoijenga, kama ukienda katika sheria zangu na kuzifanya hukumu zangu na kuzishika amri zangu zote na kwenda katika hizo, ndipo nitakapolithibitisha neno langu kwako nililomwambia Daudi baba yako. Nami nitakaa katikati ya wana wa Israeli, wala sitawaacha watu wangu Israeli. Basi Sulemani akaijenga hiyo nyumba, akaimaliza. Akazijenga kuta za nyumba ndani kwa mbao za mwerezi, toka sakafu ya nyumba hata boriti za juu, akazifunika ndani kwa mti. Akafunika sakafu ya nyumba kwa mbao za mberoshi. Akajenga mikono 20 pande za nyuma za nyumba, toka chini hata juu, kwa mbao za mwerezi. Naam, ndani akaijenga chumba cha ndani, yaani patakatifu pa patakatifu. Nayo nyumba ndiyo hekalu la mbele, ilikuwa mikono 40. Na ndani ya nyumba mlikuwa na mwerezi ulionakishiwa maboga na maua yaliyofunuka wazi. Mlikuwa na mwerezi mahali pote, wala mawe hayakuonekana. Akaweka tayari chumba cha ndani katikati ya nyumba ya ndani, ili atie humo sanduku la agano la Bwana. Na ndani yake chumba hicho cha ndani mlikuwa na nafasi mikono 20 urefu na mikono 20 upana na mikono 20 kwenda juu kwake. Akaifunika na dhahabu safi, akaifunika madhabahu nayo kwa mwerezi. Hivyo Sulemani akaifunika nyumba ndani kwa dhahabu safi, akaijenga kwa mikufu ya dhahabu mbele ya chumba cha ndani, akapafunika na dhahabu. Akaifunika nyumba yote kwa dhahabu hata ilipokwisha nyumba yote. Tena madhabahu yote iliyokuwa ya chumba cha ndani akaifunika kwa dhahabu. Akafanya ndani ya chumba cha ndani makerubi mawili ya mzeituni kwenda juu mikono 10. Na bawa moja la kerubi lilikuwa mikono 5 urefu wake, na bawa la pili la kerubi mikono 5, mikono 10 toka mwisho wa bawa moja hata mwisho wa bawa la pili. Na kerubi la pili lilikuwa mikono 10. Makerubi yote mawili walikuwa ya cheo kimoja na namna moja. Kwenda juu kwake kerubi moja kulikuwa mikono 10, na kerubi la pili vivyo. Akayaweka hayo makerubi katika nyumba ya ndani, na mabawa ya makerubi yakanyoshwa. Bawa la moja likafika ukutani huko, na bawa la kerubi la pili likafika ukutani huko. Mabawa yao yakagusana katikati ya nyumba. Akayafunika makerubi kwa dhahabu. Akazinakshi kuta zote za nyumba kwa nakshi za makerubi na mitende na maua yaliyofunuka wazi pande za ndani na nje. Na sakafu ya nyumba akaifunika na dhahabu ndani na nje. Akayafanyia maingilio ya chumba cha ndani milango ya mizeituni, kizingiti na miimo
ilikuwa ya pande 5. Hivyo akafanya milango miwili ya mzeituni, akanakshi juu yake nakshi za makerubi na mitende na maua yaliyofunuka wazi, akaifunika kwa dhahabu. Akatia dhahabu juu ya makerubi na juu ya mitende. Ndivyo alivyofanyia maingilio ya hekalu miimo ya mizeituni yenye pande 4. Na milango miwili ya mboreshi, mbao 2 za mlango mmoja zilikuwa za kukunjana, na mbao 2 za mlango wa pili za kukunjana. Akanakshi juu yake makerubi na mitende na maua yaliyofunuka wazi, akazifunika kwa dhahabu iliyonyoshwa juu ya machoro. Akaijengea behewa ya ndani safu 3 za mawe ya kuchongwa, na safu 1 ya mihimili ya mierezi. Katika mwaka wa 4 nyumba ya Bwana ilitiwa msingi katika mwezi wa Zivu. Hata katika mwaka wa 11 katika mwezi wa Buli, ndiyo mwezi wa 8, nyumba ikaisha mambo yake yote na sharti zake zote. Basi muda wa miaka 7 alikuwa katika kuijenga.